Leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 ni siku ya kwanza ya usajili wa wapiga kura katika wilaya hii ya Kusini Unguja. Wakati wa kuanza kwa zoezi hili katika wilaya hii ya Kusini, inaonekana kwamba kuna viashiria vingi vya kuharibu amani na hivyo kupelekea mwenendo wa daftari nayo pia kwa katika mashaka katika wilaya hii ya Kusini Unguja. Asubuhi hii ya leo, wakati wa kuanza kwa zoezi la uandikishaji wa wapiga kura katika wilaya hii ya Kusini, kuna mawakala wetu wawili pamoja na kiongozi wa chama wamechukuliwa na kupelekwa katika kituo cha polisi. Mawakala waliochukuliwa ni ndugu Amer Nishad ambaye yeye yuko katika kituo cha Kibigija, na wakala wa pili ni ndugu Muhammad Panduvwa kutoka katika kituo cha Kikadini amechukuliwa, pamoja na kiongozi wetu wa tawi la Kibigija jimbo la Paje naye amechukuliwa. Ndugu Ramadhan Hassan Rajab kwa maarufu anaitwa Paido amechukuliwa naye kupelekwa katika kituo cha Makunduchi, na sasa hivi tunavyozungumza wako katika kituo cha Jambiani. Jambo la pili ambalo linaashiria kwamba hali haitokuwa nzuri katika wilaya hii ya Kusini ni kwamba kuna wimbi kubwa la watu kutoka bara, hasa kutoka bara, wanaotaka kupenyezwa kuingizwa katika daftari hili la kupigia kura kwa upande wa Zanzibar, na kundi hili wanapewa vitambulisho fake vya ZNID kwa lengo la kwenda kujiandikisha. Ikumbukwe kwamba Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imetoa makadirio ya kuandikisha watu katika wilaya ya Kusini jumla 2081, ambapo Paji wamekadiria kuandikisha watu 1056 na Makunduchi wamekadiria kuandikisha watu 1026. Lakini pia ikumbukwe kwamba katika wilaya hii ya Kusini kuna jumla ya watu 8752 wao walisajiliwa katika daftari la NEC. Maana yake ni kuwa wao hawakuwa na sifa ya kuandikishwa katika daftari la ZEC, lakini wana sifa pekee ya kuandikishwa katika daftari la NEC. Wasiwasi wetu tulionao, hofu yetu tulionayo na ushahidi tulionao, manake tumepata ushahidi kwamba kuna mpango wa kutaka kuhakikisha kwamba watu hawa 8752 wataandaliwa mpango wa kusajiliwa pia katika daftari la ZEC. Tunao ushahidi huo kwamba kuna mpango wa kuwapenyeza watu hawa kuingiza katika daftari la ZEC. Jambo la tatu ni kwamba kuna viashiria vinavyoonyesha kwamba vikosi vya SMZ wanazua mtindo wa kuwatishia baadhi ya waangalizi, wanatoa vitisho kwa waangalizi. Kuna tukio lilitokea jana katika wilaya ya Kati, na kuna tukio vile limetokea leo asubuhi kwamba kuna ndugu Ali Saleh ambaye ni mwangalizi wa Tume ya Uchaguzi kapewa beji ya Tume ya Uchaguzi kwa ni mwangalizi, lakini pia ndugu Ali Saleh ni mjumbe wa kamati ya Tume ya Uchaguzi ambayo inahusikana na mambo ya uratibu wa elimu ya wapiga kura na vyombo vya habari. Ndugu Ali Saleh kwa kweli jana kadhalilishwa, na leo kwa kweli kafika pahala kadhalilishwa na Sergeant Major kutoka katika kikosi cha zimamoto. Yote haya ya udhalilishaji bahati nzuri yamefanywa mbele ya macho na mbele ya Tume ya Uchaguzi. Tunatoa wito kwanza kwa Tume ya Uchaguzi kuendelea kusimamia zoezi hili kwa haki, ili kila mwenye haki apate haki yake ya kuandikishwa, na yule ambaye hana haki basi asipewe haki ya kuwa ni mpiga kura katika daftari la Zanzibar. Pili, tunatoa wito kwa vyombo vya ulinzi kuwarejesha mara moja mawakala wetu ambao wamewashikilia sasa hivi katika vituo. Kuendelea kumshikilia wakala katika kituo cha uchaguzi, katika kituo cha polisi, maana yake ni kumnyima haki, na kukinyima haki chama ambacho kilipaswa kuwa na wakala ili kuona kila kinachoendelea katika zoezi hili la uandikishaji. Tatu, tunatoa wito kwa vyombo vinavyohusika, ikiwa ni pamoja na tume wenyewe kwa maafisa wake waangalizi, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama iwape haki na iwape uhuru kamili waangalizi ili wafanye shughuli zao za uangalizi bila vitisho na namna yoyote ile ya kuwaharasi wasifanye shughuli zao.
Lakini la mwisho, tunatoa wito kwa jeshi la polisi iweze kusimamia haki, jeshi la polisi iweze kusimamia amani, na jeshi la polisi lichukue dhamana yake ya kwamba wao ndio walinzi na wasimamizi wa amani na wasiviruhusu vyombo vya SMZ kufanya uhuni na kufanya vituko katika vituo vya uchaguzi. Mwisho wa siku, jeshi la polisi ndio lililo na dhamana ya kuhakikisha ulinzi na kuhakikisha amani na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kwa mujibu wa haki pamoja na sheria za nchi. Asante sana.